Iti mtaa wa Kasimba, lakini pamoja na mjumbe wake wameongozana hapa, na hao ndio ambao utakwenda kuwasikia. Beni, kama utaratibu unavyokuwa, wewe ndio mkaribisha wageni. Sawa. Wageni karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Tusharejea ofisini hapa kwa ajili ya kuzungumza pamoja na wananchi wetu. Asante sana. Sawa, tuanze kwa kufahamiana pia kwa faida ya wasikilizaji ambao wanatusikiliza, lakini pia wananchi kiujumla wa mtaa wa Kasimba. Tukianzia kule alafu tutakuja kwako mwenye mtaa wake. Karibu kule. Sawa sawa. Kwa jina naitwa Michael William Kimambo, ni mjumbe wa mtaa wa Kasimba. Okay. Tusogeze hivi hapa. Mimi pia naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba kata Ilembo. Sisi bwana, wakati mpo hapo mapokezi kwa tunapiga tu stori zetu hapa. Naam. Kwamba wakati unaingia tu kwenye nafasi yako ya mwenyekiti wa mtaa wa Kasimba, moja kati ya vitu vikubwa ambavyo ulikutana navyo ni chatu. Kipindi kile chatu walikuwa wengi sana. Naam. Tukasema tuongee na ndugu yetu. Wale chatu waliishia wapi? Au nao ulifanya utaalamu gani kuwapoteza kabisa? Ni kweli kabisa, changamoto mojawapo ambao nilikutana nayo wakati wa utawala wangu mwanzoni kabisa ilikuwa ni pamoja na hiyo changamoto ya chatu waliokuwa kweli wakisumbua mtaa. Waliangamiza baadhi ya mifugo kwenye mtaa wetu, walikula mbuzi, wakawa wanakula kuku, lakini pia hata wananchi wetu walikuwa hatarini. Mara kwa mara tumekuwa tukipokea taarifa kwamba wapo chatu ambao wananyemelea raia. Kwa hiyo kweli tulifanya jitihada za kawaida kabisa. Hilo unalosema wewe ufundi, hapana ndugu mwandishi wa habari. Ni kwamba zipo mamlaka ambazo zinahusika na mambo ya mali asili, na tuliwasiliana nao, na kwa kweli walifanya juhudi kubwa sana za kuwawinda. Na kama unavyojua hata wewe mwenyewe binadamu, ukijua mahali fulani pana hatari, uwezekano wa kukwepa ile njia au kuacha kabisa kupita pale inawezekana. Kwa hiyo ni mbinu moja tu ambayo tulifanya ya kuwawinda, na nafikiri kwa sababu tulikuwa tunakimbiza, nafikiri wao wenyewe waliamua kutoweka maeneo ya karibu na makazi ya watu. Okay. Lakini sasa kuna wakati ule nakumbuka pia mliweka utaratibu kwamba ni lazima wakazi wa mtaa wako wote hakikisha kwamba wanajumuika kwa ajili ya kufanya usafi. Nakumbuka pia ulisema kwamba kwa yoyote ambaye atakuwa ajihusishi na shughuli za usafi pale, akifika kwa mwenyekiti kuna uwezekano hatopata msaada ambao anautaka kwa sababu hawi sehemu ya watu wanaoshiriki. Kwenye lile jambo lilisaidiaje kuzaa matunda katika hilo? Ni kweli kabisa tulitangaza hivyo, na niwashukuru tu sana wananchi wa mtaa wa Kasimba, wamekuwa ni waitikiaji sana wa maelekezo na maagizo ya serikali. Tumekuwa tukitoa matangazo ya aina yoyote, asilimia kubwa hasa nazungumzia hili eneo la ambapo chatu walikuwa wajitokeza kwa maana ya Msangama na Kasimba ya wenyeji. Kwa kweli wananchi walijitoa kwa wingi, wakafanya usafi, na kweli maeneo yale yakawa safi, kitu ambacho kilisababisha wale wadudu kupotea maeneo ambayo wangeweza kuonekana kirahisi. Na tulisema kweli hivyo kwamba mwananchi ambaye hatoshiriki shughuli za kijamii pia tunaweza sisi kama viongozi tusimtambue katika huduma. Lakini hatukufanya hivyo kwa sababu tuliona mwitikio ulikuwa ni mkubwa kuliko ambao hawakuweza kuitikia. Kwa hiyo inafikia wakati unatoa huduma kwa haki, na ndio wajibu wetu. Sawa, hiyo imekaa vizuri. Nadhani ni maswali ya chatu pale. Ya chatu pale. Kile ambacho tulikuwa tunawaza kimekaaje, mambo yalikaa namna hiyo. Sawa. Lakini mimi bado nahitaji pia kuendelea kufahamu. Unajua moja kati ya mitaa ambayo kwanza ni mtaa mkubwa, ni lazima pia tutaje mtaa wa Kasimba. Lakini miongoni mwa mitaa ambayo ilikuwa inatajwa kuwa na vijana wale ambao wana ukorofi, udokozi ni pamoja pia na mtaa wako. Sasa ulipata wapi mkuu? Mimi napata maeneo mengi. Sasa moja kati ya vitu ambavyo tangu umekaa kwenye hiyo nafasi, of course bado hatujasikia changamoto za hivyo. Tukasema sio mbaya, wacha tuendelee pia kufahamu labda mikakati ambayo ulikuja nayo kuhakikisha kwamba mtaa unakuwa shwari kama ambavyo tunaushuhudia sasa hivi. Labda hutujui huko mbeleni pia itakuwaje. Ni kweli kabisa, mtaa wa Kasimba ni miongoni mwa mitaa mikubwa kabisa kwa maana ya jiografia, lakini pia hata idadi ya watu. Tumekuwa nafikiri kwenye ofisi yetu kuna zile rekodi kwa maana ya kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. Kwanza tuna wakazi kwa mujibu wa sensa 2022 tulikuwa na wakazi 15,322.
2022. Lakini mpaka sasa kulingana na jinsi tunavyoona population ya watu wanapozidi kuingia kwenye mtaa, hasa maeneo yale ya Kilimahewa, naamini sasa hizi tutakuwa tunazungumzia watu zaidi ya 20,000. Lakini mtaa wa Kasimba jiografia yake unaanzia hapa ambapo tulikuwa tunazungumzia habari ya hawa nyoka jeshini hapa, unakwenda mpaka Kasimba ya wenyeji, unaingia mpaka Msengereni yote, lakini pia unaingia mpaka Kilimahewa, unakwenda mpaka Magomeni kwa maana ya Nangelo opposite hivi. Kule ndio mwisho wa mtaa wetu. Kwa hiyo mtaa wa Kasimba ni mkubwa sana. Lakini pia tuna kaya 3575 kwa mujibu wa sensa 2022. Lakini jinsi ukiona watu wanapozidi kujenga hasa maeneo ya Kilimahewa, naamini kaya zinazidi kuongezeka kila siku. Lakini pia mtaa wa Kasimba unao viongozi wa serikali 7 ambao ndo ukiongozwa na mwenyekiti ambaye ndo mimi Bernard Nswima. Lakini yupo mtendaji wetu, dada yetu mahiri kabisa Agnes Enoki, ambaye tumekuwa tukifanya kazi vizuri kabisa bila changamoto yoyote. Lakini pia tunao wajumbe wa serikali ya mtaa wa 5 ambaye mmoja wapo ndo huyu tunaye ambaye amewakilisha wenzie, Michael William Kimambo, yupo Januari Mlolwa, yupo Joseph Anthony Lukata, lakini yupo dada yetu Jema Rwinga na Zenita Aponali Emili. Sisi kwa pamoja tumekuwa tukifanya kazi kama team, na ndio maana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu alituunganisha viongozi wote, tunafanya kazi bila kutegeana. Tunafanya kazi kama wajibu wetu, ambapo imepelekea kufikia pamoja na ukubwa wa mtaa na idadi kubwa ya watu, lakini tumekuwa tukizimudu changamoto ambazo zipo kwenye mtaa wetu. Okay. Kwa hiyo hakuna changamoto ya aina yoyote kwenye mtaa wako? Changamoto hazikosi, lakini tunazitatua kwa wakati na tunapambana nazo, na wananchi wanatunga mkono kwa kushirikiana na mabalozi wetu. Tuna mabalozi 27. Kwa kweli mabalozi wanafanya kazi kiasi kwamba hata wakati mimi nakuwa niko mbali au mjumbe yuko mbali, lakini mabalozi wamekuwa wakishiriki kikamilifu kabisa kutatua changamoto. Kwa hiyo changamoto zipo kwa sababu ni sehemu ya maisha, lakini tunapambana nazo. Moja ya changamoto yako kubwa ambayo upo nayo kwenye mtaa wako ni? Changamoto kama unavyojua sasa hivi wananchi wako busy sana na majukumu yao, lakini pia na mambo ya kiutawala pia naona yanakuwa changamoto kwa sababu wananchi hawahudhurii mikutano. Na kama unavyojua serikali yoyote inafanya kazi kwa kushirikiana na wananchi kwenye mikutano. Mnapoitisha mkutano, wananchi wanapokuja kwa wingi, maana yake ajenda inayowekwa mezani mnashirikiana na wananchi kwa ajili ya kutafuta utatuzi wa changamoto hiyo. Lakini changamoto hiyo imekuwa ikitusababisha wakati mwingine tunafanya kazi kwa ugumu sana. Pale ambapo unaitisha mkutano maeneo yenye watu 3000 unapata watu 500 au watu 300. Hii inapelekea kukwamisha baadhi ya shughuli za maendeleo pale ambapo wale wachache watapitisha maazimio, alafu mnapokwenda kwenye utekelezaji wale ambao hawakuwepo kwenye mkutano wanaanza kujaji na kuhoji vitu ambavyo mimi kama mwenyekiti nashindwa kubatilisha maamuzi ya mkutano. Inabidi tufuate utaratibu, ndio pale tunaanza kurumbana na wananchi. Na kama ilivyo utaratibu sheria za serikali za mtaa, jambo lolote litakalopitishwa kwenye mkutano mkuu, hiyo inakuwa ni sheria ya mtaa. Haijalishi wewe ulikuwepo au haukuwepo, utaratibu lazima ufuate na utii. Hiyo ndio changamoto kubwa ya kutokuhudhuria mikutano. Sawa. Na labda pengine kwenye hiyo ambayo umeiona ni kama changamoto wananchi kutohudhuria katika mikutano, ni jambo gani kwa sasa hivi mnadhani mnalipitia ambalo lilipaswa wananchi wawepo ili mwitikio uwe mkubwa, lakini linaenda kwa kusuasua kwa sababu ya kukosekana wananchi kujitokeza kwenye mikutano? Okay, jambo kubwa kwanza ikumbukwe, wakati sisi serikali ya mtaa wa Kasimba kwa sasa tunaingia madarakani, tulikuwa na ahadi ambazo tuliziahidi. Ikumbukwe tu kwamba kwenye mtaa wetu, pamoja na ukubwa wote wa mtaa na idadi kubwa ya watu, lakini mtaa wetu haujawahi kupata shule kabisa ya msingi wala ya sekondari. Na sisi tuliahidi hilo kwenye utawala wetu kwamba tukiingia madarakani tutahakikisha shule inapatikana. Na Mwenyezi Mungu alitusaidia. Wakati tu tumeapishwa, miezi 3 mwanzoni pale tulipokea msaada kutoka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassani. Aliingiza fedha kwenye mtaa wa Kasimba ya kujenga madarasa 6 kwenye mtaa wa Kasimba. Lakini pale ndipo sisi tulichangamka na tukavuta kumbukumbu. Hata ile shule ya msingi inaitwa shule ya msingi Kasimba, hapo awali ilitakiwa ijengwe shule ya msingi Kasimba, mtaa wa Kasimba, lakini haikujengwa kwa sababu ya mivutano ya viongozi na nini. Hatimaye ikahamishwa kapelekwa uwanja wa ndege ambao mpaka sasa inatumia jina la Kasimba, lakini historia ile shule ya msingi itakiwa ijengwe Kasimba. Lakini pia ipo shule ya msingi Kasisiwe ambayo sasa hivi imejengwa Mapinduzi.
na yenyewe pia itakiwa ijengwe mtaa wa Kasimba. Viongozi waliokuwepo hivyo changamoto tutia ugumu sana kwamba sasa hii fedha tunajenga wapi, na ikumbukwe kiserikali kiutaratibu shule ya msingi au ya sekondari haijengwi kwenye eneo la chini ya eka 3.5. Kwa hiyo maeneo ya wazi yapo kweli, lakini lingine ni eka 1, lingine ni eka 1.5, yapo maeneo ya wazi lakini hayatoshi kujenga shule. Kwa hiyo tulipokaa na wananchi wetu kwenye mkutano, haijalishi walifika watu wangapi, lakini utaratibu kama nilivyosema, mkutano wowote unaoitishwa itakapopitishwa ni sheria. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kwa sababu kuna maeneo jirani ambayo ni ya watu binafsi yapo, tujaribu kuwaomba watu wenye maeneo yale ili waweze kutuuzia maeneo kwa ajili ya ujenzi wa shule. Kwa hiyo lipo eneo moja ambalo lina zaidi ya eka 6 la wananchi ambao walikuwa ni wavumilivu. Lipo ndani ya mtaa wa Kasimba ambao ni Kilimahewa maduka 7. Ile eneo lina zaidi ya eka 6. Kwa hiyo tuliwafuata wenye wamiliki pale, wakasema sisi malengo yetu hatuuzi eneo lolote kwa sasa mpaka ifikie mwaka 2030. Lakini tukajaribu kuwashirikisha umuhimu wa hili jambo. Na wao kwa sababu ni wazalendo wakaamua kusema basi tutawagawia nusu ya eneo. Kwa hiyo tulikubaliana nao kwamba watatuzia eneo. Tukarudi kwenye mkutano, tukawaambia jamani, tumezungumza na wale watu kwa mbinde sana, lakini wamekubali kutuzia ile eneo. Na makubaliano yetu ilikuwa ni kwamba kwa sababu mipango yao kwa sasa hivi wakiamua kuuza wanauza, wakiwa na shida wanauza 20 kwa 20, hatua 20 kwa 20 kwa shilingi milioni 1. Na eneo hilo ambalo sisi tunalihitaji lina takriban viwanja 30. Kwa hiyo wakatuambia tutuzia milioni 30. Kwa hiyo tulipoongea na wananchi pale, wananchi wakalialia wakasema hapana, tuwaite hapa kwenye mkutano tuje tuwaombe watupunguzie. Basi na sisi tukawaita wale wamiliki, wakaja pale familia, wakazungumza, wakafikia milioni 25. Brother, kama nilivyozungumza, changamoto ya kutokuhudhuria mikutano ni kubwa sana. Kwa hiyo tukapiga hesabu. Hivyo hivyo kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, kaya 3575 ukigawanya kwa milioni 25, tukaja kujikuta kila mwananchi anatakiwa achangie shilingi 7500 kila kaya, shilingi 7500. Maazimio yakapitika hivyo, ambapo kiutaratibu milioni 25 kaya 3575 ukipiga hesabu hapo unapata kama shilingi milioni 26,812,500. Hasa siku humo ndani ya kaya hizo kuna kaya maskini ambazo zinahitaji msaada. Kwa hiyo tukasema hii laki 8 na ngapi, milioni 1 laki 8 na ngapi, basi itawakumba wale wazee kabisa ambao sababu unajua ni sehemu ya hizo kaya. Tukaunda kamati, zikaanza uchangishaji. Kamati zile zimefanya kazi bwana mkubwa, kama ninavyosema, yani mtu anakutwa nyumbani anaambiwa toa 7500 kwa sababu ya shule. Shule gani? Kwa nini? Yani mtu anahoji wakati mikutano ilikuwa inaitishwa kwa matangazo makubwa, lakini mtu afiki. Kwa kweli ile jambo limetupa ugumu sana, mpaka sasa huwezi kuamini tuna mwaka mzima sasa, lakini fedha tulionayo ni shilingi milioni 2,400,000 na mapointi. Na kama hapo inatakiwa ipatikane milioni 25. Na ikumbukwe ile fedha ikifika mwezi wa 7, ile ambayo ipo kwa ajili ya ujenzi wa shule. Ikifika mwezi wa 7 maana yake serikali inahamisha ile fedha. Sasa hizi tuko mwezi wa 4. Ni jambo gumu kidogo, linatuia ugumu sana namna gani tunafanya. Lakini pia wale lile eneo tulikaa nao mezani na tukafanya nao makubaliano kwamba itakapofika tarehe 1 mwezi wa 6 tuwe tumeshawapa fedha yao. Na ikiwa hatujawapa fedha, basi ile eneo wanaanza kuligawa maeneo kwa ajili ya watu wajenge manyumba. Okay. Kwa sasa hii ndio ugumu ambao tunao mpaka sasa hivi, na kiukweli sisi kama serikali ya mtaa tunaumizwa sana na hili ambalo linaendelea kwa wananchi wetu. Wamekuwa ni watu ambao hawaoni umuhimu wa hili jambo. Watoto wetu wanatembea umbali mrefu, ukiangalia mtu anatokea Msengereni anakwenda kuitafuta shule ya msingi Kasisiwe. Masaa 2 ya mtoto anatembea. Na sasa hivi watoto wanaanza shule wakiwa na miaka 6, 5 kwenda shule. Sasa umbali wa masaa 2, fikiria mtoto anafika na hali gani? Atakuwa na uwezo wa kumsikiliza mwalimu anachofundisha? Mtoto anachoka. Lakini mvua ikimkuta njiani ni hatari. Lakini na kwa sasa hivi kama unavyojua watoto wetu wanaanza anafika darasa la 6 la 7, mtoto ana uwezo wa kubeba ujauzito. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba zile lifti za bodaboda kwa ajili ya mtoto anachoka kutembea, inabidi aombe lifti. Kwa hiyo akiomba lifti atakachoambiwa na bodaboda itabidi atoe ushirikiano.
Kwa hiyo wananchi ili jambo wamekaa nyuma sana. Kwa hiyo sisi kama serikali tulipanga mikakati. Mara mwisho tumekaa kwenye mkutano tarehe 15 mwezi wa 4, na kama nilivyokuambia wananchi walifika kwa uchache wao, na tukakubaliana kwamba wale wachache wenye uwezo wenye kuona umuhimu wa jambo wakasema lazima serikali ya mtaa ionyeshe meno yake. Ikifika tarehe 15 mwezi wa 4 iwe mwisho wa huo mchango. Na pale endapo itaonekana kuna mwananchi ambaye hajatoa huo mchango, tarehe 16 mwezi wa 4 itakuwa ni wakati wa kufanya ukaguzi nyumba kwa nyumba. Kila mtu aonyeshe risiti yake. Hauna risiti utakamatwa, na tumeshaongea tayari na OCD na ameruhusu kutupa nafasi kwamba watu watawekwa lock up. Mtu atatoka pale atalipa 50,000 kama faini na shilingi 7,500 kama sehemu ya mchango. Kwa wananchi wetu, kwa yeyote ambaye anatusikia sasa, ajue hilo jambo tarehe 16 linaanza. Hii ni kwa ajili ya mapenzi mema ya serikali yetu, lakini na mtaa wetu kwa ujumla na watoto wetu. Lakini kutokana na kauli yako mwenyekiti ya kwamba wananchi kwa uchache wao wale ambao walifika mkakubaliana, natamani kujua vipi kwa upande wa akidi ile ambayo inapaswa kukamilika. Tunajua mfano kama una wananchi umetaja hapo kulingana na sensa. Sasa akidi pia ilitimia au ilikuwa tu ni wachache kwa sababu ya watu kuto kuhudhuria mkasema sasa tunafanyaje, bora tulipitisha hivyo hivyo? Nimesema mwanzoni kwamba kiutaratibu mkutano unapoitishwa, matangazo yakapita, litakaloazimiwa kwenye mkutano haijalishi ulikuwepo au kuwepo ni sheria. Kwa hiyo tuliita mkutano na matangazo yalipita maeneo yote ya mtaa wetu. Lakini waliofika ndio hao wachache, lakini walipitisha maazimio hayo. Na mimi sasa kwa upendo wetu na wananchi wetu ilibidi sasa yale maazimio tuanze kuyatembeza. Yaani angalau tunakaa kila ubalozi sasa. Balozi itisha mkutano. Balozi anapita na matangazo, wanakuja watu 20, watu 30, watu 50, tunafanya nao mkutano. Jamani, maazimio ya mkutano mkuu wa tarehe 15 ilikuwa ni haya na haya na haya. Kwa watu taarifa wanayo. Kwa hiyo sasa walikuwa wanafanya mabalozi kwenye maeneo yao. Mimi mwenyekiti. Wewe mwenyekiti. Baada ya kuwa mkutano mkuu umehudhuriwa na watu, hawakufika wote. Kwa hiyo ikabidi sasa yale maazimio yaliyofikiwa tuanze kuyatembeza ubalozi baada ya ubalozi. Kwa hiyo nilikuwa naelekeza mabalozi wanaita mkutano, naenda na wajumbe wangu na mtendaji wangu, tunafanya mkutano, tunawafikishia maelekezo. Na kutokana na changamoto hii pia tumeshagundua pamoja na hayo, lakini tunafanya matangazo paka kwenye misiba. Kwa msiba ukitokea, pamoja na matangazo mengine ya msiba, lakini pia serikali ya mtaa kama mwenyekiti yupo, kama mjumbe yupo, kama mtendaji yupo, anasema jamani, mtaa wetu una jambo 1 2 3 na maazimio ni 1 2 3. Kwa kila mwananchi kachonjo. Kwa hiyo nafikiri taarifa hii inaendelea kuzagaa siku hadi siku, na hata hivi tupo redioni tunaendelea kusema kwamba kila mwananchi atambue itakapofika tarehe 16, mathalani wewe unaishi mtaa wa Kasimba, ni mwanakaya, hakikisha una risiti ya shilingi 7,500. Otherwise shilingi 57,500 itakuhusu. Mjumbe, umekaa kimya kwa muda mrefu sana. Lakini mimi natamani kufahamu, mengi amezungumza mwenyekiti. Wewe pia kama mjumbe, hii changamoto unaiona wapi hasa ya wananchi wenu kutoitikia mikutano? Shida unadhani iko wapi? Shida ni wananchi wetu au wanamtaa wetu wamekuwa ni kama waelewa sana au wako busy sana na mambo yao kuliko mambo ya kitaifa au mambo ya ujenzi wa taifa. Nimeongea hivyo kwa sababu kweli tunashirikiana sana kutoa matangazo. Mpaka sasa ni hata mwenyekiti wangu aidha mimi tunachukua fedha yetu mfukoni, yani ya sisi wenyewe. Tunaweza tukampa bodaboda, tukarekodi ile tangazo, jamani kesho kuna mkutano muda saa fulani. Basi lakini watakuja ni wachache sana. Na watu unakutana nao, bwana vipi? Mkutano takuja. Sasa unakuta kwamba watu wamekuwa kama bize sana au kama vile wameweka dharau fulani kulingana na wasema kwamba kila kitu ni serikali. Sasa hiyo pia inatuwia ugumu, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuendelea bila mkutano au bila vikao. Sehemu yoyote ile kwa kweli lazima vikao viwepo au mkutano lazima uwepo. Na mtaa pia kuendelea au swala lolote kuendelea, vikao na mkutano ni vitu muhimu sana. Ndiyo mtangazaji. Na kupitia hili ambalo limefanyika, ninyi pia wajumbe huo mnaenda kwa kama hivyo alivyosema ubalozi kwa ubalozi. Mwitikio sasa mmeuonaje mara baada ya kuanza hiyo? Kwa sababu kwenye mkutano huku mkuu
mwitikio haukuwepo. Mkaanza sasa kwenye yale maeneo kuyapitia. Nataka kujua mpaka sasa hivi hali ikoje? Kamati ziliteuliwa. Na kila mjumbe ana kamati yake. Kwa hiyo mwitikio ukawa sio mbaya sana. Mtu akikujibu kwamba sina leo basi taleta. Kuna wengine kwa kweli ni waelewa, wala hawasumbui hata kusumbua. Unaona tu kishamwambia bana swala nilikuwa sijui, basi anaingia ndani au anampigia mume wake, au kama ni mwanaume yupo pale basi anatoa, basi unaendelea na safari nyingine. Akisema hana basi unamsisitiza tu kwamba bana jitahidi siku fulani lete. Basi ndio tunaenda hivyo, lakini mwitikio kwa wastani ukawa sio mbaya sana paka utembee, lakini mtu kuleta kwa yari yani inakuwa sio rahisi sana. Au paka awe na shida. Unaona, awe na shida fulani. Kwa hiyo ndio unasikia ngoja nikalipe hela mchango wa shule ili aweze kuhudumiwa. Unaona, na mimi ni msifu mwenyekiti wangu pia na uongozi kwamba uko makini. Yani kuweka ule ni kumwamsha mwananchi walau amke, kuna swala fulani. Japokuwa tunapambana na watu ambao wanasitisha huo mchango, wapo kwenye mtaa wetu na wanaongea sana kwamba hapana, mambo ya serikali haya. Sasa ukimuuliza swali kwamba na wewe umeifanyia nini serikali, basi mnaanza kama vile tukulumbana. Sasa basi tunawaelimisha tu. Kwa hiyo tunasema kwamba na sisi hatutachoka, kwa sababu na sisi tunataka kwenye utawala wetu tuache walau hata alama kusema kwamba kuna shule ya msingi mtaa wa Kasimba imejengwa. Kwa kweli watoto wanaenda umbali mkubwa sana. Sasa tukisema tusikie maneno ya watu wachache alafu maneno ya watu wengi ambao ndio wanalalamika kwamba tunakosa huduma hii, na kwa nini tukae kimya kwa kukosa huduma hii? Kwa hiyo ndugu mtangazaji, tunajitahidi sana kadri ya uwezo wetu, hususani mpaka tunavunja hata shughuli kwenda katika utafutaji, tunatembea mguu kwa mguu, yani nyumba kwa nyumba, hivyo tunaenda, lakini wananchi wetu hawathamini yale mambo ambayo tunaacha, na sisi kwa muda wetu tunawafuata wao. Sawa, mwenyekiti, licha ya vikwazo hivyo ambavyo pia tunavisikia kwenye ukusanyaji wa hizo fedha, mpaka sasa hivi mmeweka utaratibu gani sasa wa kuhakikisha kwamba bado mnaendelea kukusanya hivyo? Watu wanatoka, mmewaambia wataleta mahali, au ninyi bado mmeweka utaratibu wa kupita nyumba kwa nyumba mpaka sasa? Kwanza niendelee kutoa pongezi nyingi kwa wajumbe wangu wa serikali ya mtaa. Hii fedha mpaka imekusanywa kwa asilimia nafikiri 70 ni nguvu zao za kutembea nyumba kwa nyumba. Na ikumbukwe ukweli usiofichika, mjumbe wa serikali ya mtaa hana mshahara, wala mwenyekiti wa mtaa hana mshahara. Lakini mtu anapoanza kutembea nyumba kwa nyumba kutoza fedha, maana yake anariski muda wake wa kutafutia familia yake kipato. Kwa hiyo viongozi hao wamekuwa wanaacha muda wao, mtu anatembea kutwa nzima asubuhi mpaka jioni, lakini changamoto wanakutana nao ndio hiyo. Saizi sina, uje baadaye. Baadaye akienda anakuta mlango umefungwa, na akimkuta anamwambia uje kesho. Kwa hiyo mjumbe anatembea mpaka anachoka. Kwa hiyo inabidi kesho sasa, kwa sababu leo kutwa nzima anashinda anatembea nyumba za watu, kesho aende kutafuta riziki yake. Kwa hiyo ndio changamoto, lakini ilifikia wakati mimi nikamwambia wajumbe, mathalan hili jambo watu wanalijua. Sisi tuendelee kutangazia kwenye mikutano kwamba wanaopokea fedha hizi ni wajumbe wa serikali za mitaa. Siku mjumbe akipata nafasi anatembea, maana hatuwezi kumzuia muda wote achangishe michango alafu familia yake iwe na njaa. Kwa hiyo naambia mjumbe, fanya shughuli zako, siku ukipata nafasi unatembea nyumba 2-3, siku tena ukipata nafasi unaanzia ulipoishia hivyo. Lakini wananchi wote wanajua kwamba serikali ya mtaa inachangisha michango. Kwa hiyo wakija kwa mwenyekiti na waelekeza, nenda kwa mjumbe, kenda kwa mtendaji wanapewa risiti, kenda kwa mjumbe wanapewa risiti. Kwa hiyo utaratibu bado uko vile vile. Maendeleo ya mtaa, lakini pia masuala mazima ya uchangiaji, ambapo ni jukumu ambalo limebaki kwao sasa wananchi kuendelea kuwa na mwamko kwa ajili ya kuendelea kupata maendeleo zaidi. Kupita 0621780663 nambari ya kuandika jumbe fupi hiyo kwa kile ambacho tunakisikia hapa ndani, ama kama una swali lolote basi la kumuuliza mwenyekiti pamoja na mjumbe wake kupita namba hiyo, utauliza hapo na litajibiwa pasi na shida, pasi na shaka ya aina yote ile. Sema Kumekucha Tanzania, nimpongeze sana huyu mwenyekiti wa mtaa wa Kasimba kwa kupambana na hilo swala la kupata shule. Asemea na shauri, huo mtaa una matajiri wengi sana, mtaa wako wa Kasimba una matajiri wengi sana. Kwa hiyo waitwe kama sehemu ya wadau wa maendeleo, wachangie ili shule ipatikane, maana elimu ni muhimu mno duniani kote. Anaitwa Maketa aka Professor Nabi kutoka pande za Dilif ya Mgodini, anasema hivyo.
Lakini anaitwa Lugoe Jitungulu anasema naomba sawa, tunashukuru sana. Lakini kumekuja Tanzania Mpanda FM tumsome kama James Musa toto la mama Mwamba akapanga Tanganyika. Kwema hapo studio. Mbona kwema kabisa. Okay. Anatupata vyema sana, sema tuendelee kumpasha na ujili. Pia ametutakia asubuhi njema wote hapa studio, tunashukuru sana. Kumekucha Tanzania, dada au viongozi wa mtaa waweke utaratibu mwingine wa kubadili maamuzi. Kwa nini hiyo fedha ilitolewa na Mama Samia wanunue uwanja wa shule ndipo watawashawishi wananchi? Anaitwa Damiano Nswima au anaitwa Toloka Uje toto la Katavi. Ushauri huo bila shaka utakuja kuyajibu baadaye. Lakini anasema anaitwa Toto la Kisukuma Ngegeshi, tukipenda tumuite Tembo Dume, akipatikana Itenka anasema anatupata vyema sana hapa studio, na amemaliza kusema kwamba pamoja sana. Amesema mwenyekiti na kuita mara mbili, umetisha sana. Anaitwa Poso Posoa. Haya, asante sana Poso Posoa. Turudi sasa kwa hoja hizi ambazo zimetolewa na wananchi. Bila shaka wote wawili, kama sio wawili watatu, wametoa ushauri. Mmoja amesema kuhusiana na wadau, mtaa wako na matajiri wengi sana. Lakini pia mwingine ameshauri ile pesa ya mama kwa nini isinunue uwanja alafu ikatafutwa. Labda inawezekana kama kuna maelezo unaweza kujazia hapo ili kwa kuongeza ufahamu zaidi. Asante sana. Kwanza mimi niwapongeze wananchi ambao wanatusikiliza na wanaotoa sapoti kwa ajili ya kuuliza maswali na kuendelea kushauri. Na mimi nianze na huyo aliyeshauri juu ya matajiri. Kweli tunajua matajiri wapo, na anazungumza jambo kama vile alikuwepo. Jana asubuhi saa 3 tulikuwa tumekaa na baadhi ya wadau wa mtaa, na wao tukawafikishia hili jambo, lakini kulingana na kikao hatukuweza kufika mwafaka, na tulikubaliana kwamba Jumamosi asubuhi saa 5 tutarudi tena maeneo yale kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu. Kwa matajiri tumeshawapa barua tayari, watafika kwa ajili ya mjadala huo. Lakini wananchi pia wajue, pamoja na matajiri, lakini pia kila mwananchi ana wajibu wa kuchangia maendeleo ya mtaa wake. Kwa hiyo matajiri tutaongea nao, lakini wananchi pia waendelee kuwa na kuona umuhimu wa hili jambo. Na nimemsikia Toloka Uje, rafiki yangu sana huyo bwana, ni mwanamtaa ambaye kidogo huwa tunashirikiana naye kwa ukaribu sana. Kwanza huwa akosi kwenye mikutano, lakini pia huwa ni mtu ambaye anaitikia sana swala la maendeleo. Na nimjibu tu kwamba ni kweli tunaweza tukachukua fedha ile ambayo ni ya mama ikanunua uwanja wa shule. Lakini ikumbukwe kwamba serikali inapotoa fedha inaamini ardhi yote ni ya serikali. Na ukweli uko hivyo. Lakini sasa huku kila mmoja anamiliki ardhi yake. Na hii fedha yani huwezi kuichukua ikaenda kwenye mambo tofauti. Maana yake unapoitoa tayari wanaanza ukaguzi wa mradi. Sasa ukitoa kununua eneo na wakati fedha imejielekeza kwenye kujenga madarasa 6, au madarasa 6 yatakokaguliwa madarasa gani? Kwa hiyo kimsingi tu hili jambo ni jambo ambalo haliwezekani, na sisi pia tulipata hilo wazo na tulishirikisha mpaka baadhi ya viongozi wa serikali, kitu ambacho walituambia hii fedha inapotolewa tu kwenye account, utekelezaji wa ukaguzi wa mradi unaanza. Je, ukichukua ukanunua eneo la shule utaelezea nini, na wakati serikali inaamini maeneo yote ni ya serikali? Kwa hiyo jambo lilikuwa ni gumu. Labda nimjibe kwa hivyo. Okay. Sawa. Haya, kupitia 0621780663 majibu yamekuwa hivyo ya mwenyekiti, lakini nitamani kufahamu Beni, kabla tujaelekea pia sehemu nyingine, kuna jumbe ya msikilizaji ambayo inahusiana na hili jambo hapa kwanza. Ufanye ukaguzi wa jambo hili kwanza. Kuna mmoja tu ambaye amesema sio wananchi wa Kasimba tu ubishi huu, hata Kigamboni. Kwamba ubishi huo kwenye swala ya ubishi sio. Kwa nilikuwa jua ni wananchi wangu tu, kumbe ni wananchi wote. Lakini kuna huyu anasema wananchi wa kawaida wa Mpanda Katavi, elimu izidi kutolewa kwa wananchi kuhusu uchangiaji. Upande wa mjumbe unaposema tunadharau, amesema si kweli. Kwamba elimu bado inatakiwa elimu bado inatakiwa kuendelea kuwa elimisha zaidi. Elimu inatolewa kesi kwenye mkutano. Ahojiwe na yeye kwamba mkutano anahudhuria. Yaani huyo ambaye anasema elimu itolewe wapi? Mkutano ndio kitu kinachofanya tafuta mwarobaini wa jambo lolote kwenye mtaa. Ndio. Sawa bwana. Lakini mwenyekiti, tukiachana na hilo jambo ambalo umelielezea, tufahamu pia kwenye eneo lako kipindi hiki pia ilikuwa ni moja kati ya eneo ambalo mlipitia changamoto
nyakati zile za mvua. Kuna wale ambao wengine waliathiriwa nyumba zao kubomoka kabisa. Nilitamani kufahamu jitihada ambazo zilifanyika ili kuhakikisha kwamba wananchi wale wanabaki kuwa salama na maisha mengine yanaendelea licha ya ile changamoto ambayo walikutana nayo. Ni kweli kabisa, na tulikumbwa na hiyo changamoto ya mvua na wananchi wengi waliathirika, wengine kuta zilibomoka na wengine nyumba kabisa ilibomoka na wakakosa makazi. Lakini tunaishukuru serikali ilifika kwa ajili ya kuangalia wananchi hao na kuwapa pole. Na hata hivi na juzi tu nilikuwa nazungumza na mheshimiwa mkuu wa wilaya, akasema ile kamati ya maafa muda wowote kuanzia sasa itawatembelea watu wote ambao walirekodiwa kupatwa na changamoto hiyo, na sisi rekodi tunayo. Kwa hiyo ikitokea wamekuja, basi sisi tutaongozana nao kwa ajili ya kuwapa pole, na sijajua serikali imejipanga kuwapa pole kwa mfumo gani, lakini kikubwa itawafikia. Na changamoto ambayo ilikuwa imeonekana ni kwenye lile daraja kupeleka maji kwa wingi kule eneo ambalo wananchi wanaishi. Mpaka sasa kuna jitihada gani ambazo zimefanyika ili kuhakikisha kwamba eneo lile pia haliendelee kumwaga maji, kwa sababu bado nyumba zingine zipo kule, watu wanaishi pia? Asante. Mimi niendelee kwanza kukushukuru kunikumbusha hili jambo. Ni kweli lile jambo, pamoja na kelele nyingi ambazo tulizipiga kwa watu wa TANROADS awali kabla hilo tukio, halikufanyika jambo lolote. Lakini baada ya hili tukio, kesho yake walikuja na mitambo pale kuhakikisha kwamba wanahamishia yale maji yaliyokuwa yanaelekea kwenye makazi ya watu kwenda kwenye mtaro ambao unakwenda salama hadi kwenye mto. Ule mtambo ulifanya kazi kwa masaa kadhaa, na walivyoondoka mpaka leo hakuna aliyerudi tena kuja kukamilisha. Majibu wanaoniambia, wanasema wao wamefanya kwa uwezo wao na hilo ndio jukumu lao. Lakini kiukweli mvua hii ikinyesha tena namna ile, hata leo tutasikia mengine tena makubwa zaidi. Sababu sisi ushauri wetu ambao tuliwashauri ndio walianza kufanyia kazi, kwamba ni kuziba ule mtaro wa awali, kutoboa mfereji mwingine unaokwenda kwenye karavati nyingine. Ambao pia walitoboa ule mfereji lakini hawakujengelea, na wala hii karavati ya kwanza hawakuiziba. Na saa hizi ninapozungumza, mvua hizo ndogo zinazonyesha tayari ule mtaro walioutoboa tayari umefanyaje, umejifukia tena, sababu haukujengelewa. Kwa hiyo changamoto ikitokea tena ya mvua namna ile, maana yake yatakotokea yatakuwa ni yale au zaidi ya yale. Sawa. Kwa hiyo kama mwenyekiti, sasa hapo ombi lako hasa ni lipi? Maana tunajua wananchi kama hivyo wanavyoeleza na mazingira yale, nakumbuka tulikuja na Beni kule, tayari kumeshajijenga kama mkondo, naweza nikasema sasa, wa maji, ama yakipita sasa unakuwa kama ni mto tena kwa mara nyingine, pamejichimba sana. Kazi yangu kwanza nimeshawapa tahadhari wananchi wa pale kwamba pindi wanapoona hali ya mvua, kwa maana ya wale wajirani ya pale, maana wale waliobomolewa nyumba zao wote wameshahama, wameshakwenda kwa ndugu zao kwa ajili ya kuendelea kutafuta makazi mengine. Lakini wale wanaoishi jirani pale nilishawapa tahadhari kwamba wanapoona dalili ambazo sio nzuri, ni vyema kabisa wakatoka mazingira zile nyumba zao, sababu kweli hali ni hatari. Lakini pia tumewasitisha kwanza watu kujenga kwenye maeneo yale kwa muda mpaka tutakapopata ufumbuzi wa hii changamoto ya ile karavati. Lakini pia nimeshawaandikia tena barua watu wa TANROADS kuwasisitiza kuja kuendelea kuweka utaratibu sawa sawa. Maana kweli tuko mwishoni mwa mvua, lakini hatujui Mungu anapanga nini. Mvua inaweza ikaisha mwezi wa 6, pia hakuna wa kumzuia Mwenyezi Mungu. Lakini pia hata kama mvua itaisha saa hizi, lakini bado kuna msimu ujao tena. Wasisubiri tena tuanze kuwapigia simu baada ya kuwa tukio limetokea kubwa baya. Siku ile watu walibomokewa nyumba na hakuna aliyepoteza maisha. Lakini inawezekana siku za mbele mtu akapoteza maisha. Kwa kweli hatuwezi kuendana nao, kwa sababu natumia nguvu nyingi sana kuwaelekeza, natumia nguvu nyingi sana kuwapa taarifa ya matukio ya huko. Lakini wamekaa kimya, kama mnavyoona hakuna chochote wanachokifanya. Kwa hiyo tuendelee tu kuwapa tahadhari kama wanasikia. Manager wa TANROADS mheshimiwa sana engineer Mwakabende, kama anaweza kuona namna ya kuweza kulifanya hili jambo kwa haraka, basi atusaidie mapema. Aendelee kumalizia pale alipoishia. Na Chama cha Mapinduzi, chama changu pendwa kabisa, sasa hivi kina slogan moja kinasema kazi na utu. Kwa hiyo tunapoendelea kuwaelekeza na kuwasisitiza wananchi kutunga mkono, ndio ile utu wenyewe ambao unafanyika. Kwa hiyo mimi niwaombe tu wananchi wetu, sasa hivi hali huku mtaani ni shwari, lakini si shwari sana. Kwenye hali ya jambo la kiusalama pia tunawekeza wananchi. Mwanzoni kulikuwa na wahalifu na mchafu wengi tu, hivi kama ninavyosema mikutano, tukaanzisha ulinzi shirikishi, lakini wale watu wasio wema ambao pia mikutano hawahudhurii wakaanza kukwamisha ulinzi shirikishi, wakaacha kuchangia ulinzi shirikishi, na sasa hivi wahalifu umerudi kwa kasi sana. Kwa hiyo tunawaomba tu wananchi waendelee kuchukua tahadhari. Yeye kama yeye, ulinzi wa yeye na mali zake,
lakini serikali sisi tunafuata, na nashukuru sana mkuu wa kituo cha polisi, nimekuwa nikimpa taarifa ya hali ya uvunjifu wa amani na uhalifu wa aina yoyote, amekuwa akitoa ushirikiano wa karibu sana. Lakini tuwasisitize tu wananchi, ulinzi wa yeye na mali yake uko juu yake yeye mwenyewe, lakini kuendelea kutupa taarifa juu ya mtu yeyote ambaye ana viashiria vya uvunjifu wa amani, ana viashiria vya utovu wa nidhamu, ana viashiria vya uhalifu, watupe taarifa kwa ajili ya kuendelea kuyafanyia kazi. Lakini pia tuendelee kuwaonya wananchi wote ambao wamekuwa na tabia ya kupokea wageni na kupangisha watu ambao hawaripotishi kwa viongozi na wala hawaji na barua za uongozi walikotoka. Hiyo tabia waiache mara moja, kwa sababu wahalifu ambao tunawapata kwenye mtaa wetu hawatoki mbali, wapo ndani ya maeneo yetu, ni familia zetu, ni ndugu zetu, ni wapangaji wetu, ni pengine na sisi wenyewe wenye nyumba. Lakini tukitengeneza utaratibu wa kuwawasilisha kwa viongozi, wakapewa maonyo na maelekezo ya namna gani ya kuishi kwenye mtaa, inawezekana tukasaidia kwa kasi kubwa sana kupunguza uhalifu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.